Hivi, ushawahi kujiuliza thamani ya uhai wako kwa mtu unayempenda zaidi duniani? Mimi niligundua thamani yangu usiku wa harusi yangu. Siku ambayo nilipaswa kuwa malkia, ndio siku niliyoambiwa mimi ni chakula. Nilivaa gauni jeupe la harusi, nikitegemea hanimuni ya ndoto zangu. Lakini kumbe nilikuwa nimevalishwa sanda. Mume wangu Joram, mwanaume niliyempa moyo wangu, alinipeleka chumba namba 66. Sio ili tufanye mapenzi, bali ili anikate koo na kuninywesha damu yangu kwa majini ili apate utajiri. Kama unadhani unamjua mumeo, basi sikiliza kisa hiki. Jina langu ni Zuena, na hii ndiyo siri ya jinsi nilivyokufa na kufufuka. Karibu katika hoteli ya kichawi. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi. Like video hii na niambie kwenye comment, umeshaingia kwenye ndoa au bado? Tuanze sasa. Ilikuwa ni wiki moja baada ya harusi yetu. Harusi iliyokuwa ya ndoto. Joram hakuwa tajiri sana tulipokutana. Alikuwa kijana mchapakazi, mpole na mwenye hofu ya Mungu. Au ndivyo nilivyodhani. Lakini miezi mitatu kabla ya harusi, mambo yalibadilika. Pesa zilianza kumiminika. Alinunua gari jipya, akahamia nyumba kubwa na akaahidi kunipa maisha ya kifalme. Nilipomuuliza, alisema ni dili za mjini na baraka za wazazi. Sikujua hizo baraka zilitoka kuzimu. Siku ya Ijumaa aliniambia twende honeymoon maalum. Hakutaka twende Zanzibar wala Dubai. Alisema kuna hoteli ya kipekee imejificha milimani mkoani Tanga, inaitwa The Grand Marahaba. Jina lilisikika zuri, lakini safari ilikuwa ya kimya sana. Tukima ndani ya gari, Joram alikuwa akivuja jasho jembamba, ingawa kiyoyozi kilikuwa kimewashwa. Kila aliposhika simu yake, mikono yake ilitetemeka. Mume wangu, mbona una wasiwasi? Nilimuuliza nikimshika bega. Alishtuka kama mtu aliyepigwa shoti ya umeme. Hapana Zuena, ni uchovu tu wa kuendesha. Nikifika nitapumzika. Tulifika kwenye hoteli hiyo saa 2 usiku. Haikuwa hoteli ya kawaida. Ilikuwa imejengwa katikati ya msitu mzito, mbali na makazi ya watu. Jengo la zamani lenye rangi ya kijivu iliyofifia na madirisha makubwa yalionekana kama macho yanayotutazama. Hakukuwa na walinzi getini. Geti lilijifungua lenyewe. Tulipoingia mapokezi, hakukuwa na mteja mwingine yoyote. Kulikuwa na ukimya wa kutisha uliovunjwa tu na sauti ya saa ya ukutani. Tik tak, tik tak. Receptionist alikuwa mwanamke mzee, mwenye ngozi iliyokauka na tabasamu lisilofika machoni. Alipotuona, hakutuuliza majina. Alitoa ufunguo mzito wa shaba. Karibuni Bwana Joram. Chumba chenu kiko tayari. Chumba namba 66. Sauti yake ilikwaruza kama chuma kinachoshika kutu. Joram alishikua ufunguo ule kwa haraka, huku akiepuka kumtazama yule mwanamke machoni. Twende Zuena, Joram alisema kwa sauti ya amri, tofauti na upole wake wa siku zote. Tulipanda ngazi kwenda ghorofa ya pili. Korido zilikuwa ndefu, zenye mazuria mekundu kama damu iliyoganda. Taa zilikuwa hafifu, zikimulika kwa rangi ya njano iliyokooka. Nilipata hisia nzito kifuani, hisia kwamba sikutatiwa kuwa mahali pale. Tulipofika mbele ya mlango ulioandikwa 66, Joram alisimama. Alivuta pumzi nzito, kisha akaingiza ufunguo. Mlango ulifunguka kwa mlio wa creak. Chumba kilikuwa cha kifahari kupitiliza, lakini kilikuwa na harufu ya ajabu. Harufu ya marashi makali yaliyojaribu kuficha harufu ya kitu kilichooza, kama nyama iliyoharibika. Katikati ya kitanda kikubwa kulikuwa na maua mekundu yaliyopangwa kwa umbo la kopa.
lakini yalikuwa yamenyauka kidogo. Joram, mbona harufu hii? Nilianza kusema. Ni dawa za usafi Zuena, usijali, alijibu haraka akiweka mabegi chini. Ingia bafuni uoge mpenzi, mimi naenda mapokezi kuchukua maji ya kunywa. Nilimwangalia mume wangu. Macho yake yalikuwa mekundu. Sura yake haikuwa na furaha ya bwana harusi, bali ilikuwa na hofu ya mtu anayedaiwa deni la uhai. Joram, mbona unaniacha peke yangu hapa? Dakika mbili tu, kisha akanibusu paji la uso. Busu lake lilikuwa la baridi kama barafu. Alitoka na kufunga mlango. Nilisikia ufunguo ukizunguka kwa nje. Click. Nilijaribu kupuuza. Niliingia bafuni. Maji ya bomba yalitoka yakiwa rangi ya kahawia kabla ya kuwa meupe. Nilioga kwa haraka nikihisi kama kuna mtu ananiangalia. Nilipotoka bafuni, taa za chumba zilianza kucheza. Zima, waka. Zima, waka. Nilisogea kwenye meza ya kioo kujipaka mafuta. Ndipo nilipoona kitu kilichonisimamisha mapigo ya moyo. Chini ya mtoo wa kitanda kulikuwa na kitu kimechomoza. Nilivuta. Ilikuwa ni picha. Picha ya mwanamke mwingine mrembo sana akiwa amevaa gauni la harusi kama langu. Nyuma ya picha ile kumeandikwa kwa inu ya rekundu. Usilale. Ukilala ndio mwisho wako. Nilikufa hapa tarehe kama ya leo mwaka jana. Nilitetemeka. Picha ilinianguka toka mikononi. Nilimkumbuka huyu mwanamke. Alikuwa mchumba wa zamani wa Joram ambaye aliambiwa alikufa kwa ajali ya gari ghafla. Kumbe alifia hapa. Ghafla nilisikia sauti ikitokea uvunguni mwa kitanda. Sauti ya kunong'ona. Zuena, Zuena, zamu yako imefika. Nilikimbilia mlangoni. Niliunyonga ule mkono wa mlango. Ulikuwa umefungwa kwa nje. Joram, Joram, fungua! Nilipiga kelele. Hakuna jibu. Ila chini ya mwanya wa mlango niliona kivuli cha mtu kimesimama nje. Hakukuwa Joram. Kilikuwa kivuli kirefu chenye pembe. Moyo wangu ulipasuka. Hii haikuwa hoteli. Hii ilikuwa machinjio. Na mimi ndiye niliyekuwa ng'ombe wa kafara. Kivuli kilichokuwa kimesimama nje hakikuwa na miguu ya kibinadamu. Kilikuwa na kwato. Na chini ya mwanya wa mlango, damu nzito nyeusi ilianza kutiririka kuingia ndani ya chumba nilichomo. Ghafla, ile sauti uvunguni mwa kitanda ilirudi tena. Safari hii ikiwa na kicheko cha kejeli. Karibu kwenye familia Zuena. Joram amelipa deni na wewe ndiye risiti. Taa ya chumba ikazima. Paa! Giza totoro likatawala. Nilisikia tu pumzi ya kitu kizito kikija nyuma yangu. Kisa cha Joram kinatufunza kitu kizito. Lakini hebu tuwe wa kweli. Kama ungepewa bilioni 1 leo ukiwa maskini hohehahe, lakini sharti liwe ni kumtoa kafara mtu mmoja unayempenda kwa dhati. Je, ungekataa kweli au ungekubali? Usiwe mnafiki. Nipe jibu lako kwenye comments. Andika hapana kama usingeweza, au weka emoji ya pesa kama ungesita kidogo. Subscribe, like video hii na tukutane sehemu ijayo.